بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، mzangu katika iman, majlisi hii ni miongoni mwa majlis ama vikao ambavyo ni katika mfululizo wa kumradi Shafi Basalim ambaye amekuja na shubha katika kuelezea uwahabi. Tumeshaelezea huko nyuma kuhusu yale ambayo ameyazungumza. Tulishia ya kwamba anaelezea kwamba mawahabi au uwahabi una makundi mengi. Miongoni mwa majina ya uwahabi ni usalafi, akataja hadadia, akataja madakhila, kadhalika akawa ametaja salafia jadida na kadima. Tukawa tumebainisha kuwa hayo majina ambayo ameyataja hapo yako makundi, ni kweli yapo, kama vile Ansaru Sunna, Haddadia, ni sahihi makundi haya yapo. Lakini tukawa tumetaja kuwa salafia jadida na kadima ni makundi ambayo hayapo, bali ni maneno ambayo yametajwa katika hali ya tamthili, kuwakimbiza watu kunako na kuifuata manhaj ya as-salafu salih. Hayo tumeyataja, taketaka ziada arejee katika zile audio ambazo tumezitaja. Na baada ya kuwa ametaja makundi haya, akasema kwamba pamoja na kwamba makundi haya ni mengi, yani pamoja na wingi wake, makundi ya uwahabi pamoja na wingi wake yanajikusanya katika misingi miwili. Msingi wa kwanza ni at-tashbihu wat-tajsimu. Kisha akawa ameleta taarifu ya at-tashbih na akaleta taarifu ya at-tajsim. Wakasema kwamba mawahabi kwa makundi yao yote wanakusanyika katika msingi wa at-tashbihu au at-tajsimu. Na misingi ambayo kwamba makundi haya pamoja na kuwa ni mingi yamekatana pande, lakini kuna misingi miwili ambayo kwamba makundi haya yanakutana katika misingi hiyo. Msingi wa kwanza ni msingi wa at-tashbihu au at-tajsim. Nini tashbihi, nini tajsim? Tashbih na tajsim ni maneno mawili ya kiistilahi ambayo kwamba yanamaanisha kwa wanazuoni wa elimu ya tauhidi au aqida au itikadi ni kundi fulani ambalo kwamba linamfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Ndio maana ya tashbih. Tashbih inatokana katika neno shabbaha yushabbihu tashbihan, ni masdari ya neno shabbaha, amefananisha. Lakini kufananisha huku si kufananisha kwa kilugha kama tulivyosema, neno la kiistilahi. Na wanazuoni wa elimu hii, kundi hili wanaeleza kwamba ni kundi ambalo kwamba lenye kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Mujassima linatokana neno jassama yujassimu tajsiman. Tajsim ni kukitengenezea kitu sura. Kwa hivyo watu hawa pia wanamtengenezea Mwenyezi Mungu sura. Huu ni msingi wa kwanza ambao kwamba makundi haya kwa kukatana mapande kwake na wingi wake wanakutana katika msingi huu. Sasa sisi tunasema ya kwamba maneno haya ni ya uongo, kwa sababu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun tunapinga at-tashbihu. Tashbih tunaipinga. Ukimsoma al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Qawaid al-Muthla fi sifati Allahi wa asma'ihi al-husna, katika ukurasa wa 30 anasema al-faslu thalithu, kipengele ama kipambanuzi cha 3, qawaidu fi adillati al-asma'i was-sifati, kanuni ambazo zinaelezea dalili
za sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akataja alqaidatu alula, kanuni ya kwanza, akataja alqaidatu thania, kanuni ya pili, akataja alqaidatu thalitha, kanuni ya tatu, kisha akataja alqaidatu rabi'a, kanuni ya nne. Katika kanuni ya nne akasema dhahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni min almaani, miongoni mwa kanuni za kuzielewa dalili zilizokuja kuthibitisha na kuzungumzia majina na sifa za Allah, anasema miongoni mwa kanuni ni kwamba dhahirun nususi, ile dhahiri ya dalili hizo, ma yatabadaru minha ila dhihni min almaani, yani ukisoma zile dalili, ule uwazi wake ule, kuna maana ambayo ukisoma tu inakimbilia akilini. Yani ukisoma dalili iliyokuja kuzungumzia jina na sifa, kuna ile maana ya haraka ambayo inakuja akilini. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaqi, na maana hiyo inatofautiana kulingana na mlolongo, yani mlolongo wa mazungumzo, wa ma yudafu ilayhi alkalam, na yanayoegemezewa juu yake maneno. Katika kanuni hii anasema wa huwa asema waqad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam, katika swala hili la majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, katika zile lafudhi ambazo zimekuja kwenye dalili ambazo zina maana ya haraka inayokuja akilini, watu katika kuelezea maana hizo wamegawanyika katika vipengele vitatu. Yani ile maana iliyokuja katika sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuelewa maana hiyo watu wamegawanyika katika vipengele vikuu vitatu. Kipengele cha kwanza, man ja'alu dhahira almutabadira minha ma'anan haqqan yaliqu billahi azza wa jalla wa abqau dalalataha ala dhalika. Kuna wale ambao wamejalia ile maana ya haraka haraka inayoingia akilini, wamejalia kwa ile maana ni haki, tena ni maana ambayo inaendana na Allah subhanahu wa ta'ala, kulingana na yale ambayo yanaendana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yanaendana na utukufu wake na yanaendana na utukufu wake na ukamilifu wake. Haulai humus salafu alladhina ijtama'u ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, na hawa ni as-salafu salih ambao wamekubaliana kuyafuata yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Walladhina la yasduqu laqabu ahli sunnah wal jamaa illa alayhim, na ni wale ambao jina la ahli sunnah wal jamaa halisadiki isipokuwa kwao. Hawa kipengele cha kwanza, wao wamejalia kwamba ile maana ya haraka inayoingia akilini baada ya kuona dalili zinazoelezea sifa za Allah na majina yake, hawa wamejalia kwa ile maana ile ni ya haki, inaendana na utukufu, lakini ni maana ya haki inayoendana na utukufu Allah na ukamilifu wake. Akawa ameleta kauli ya Ibn Abdul Barri, kadhalika akawa ameleta kauli ya Al-Qadhi Abu Ya'la katika kitabu chake Ibtalu Ta'wil. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ambacho ndicho sasa makusudio ya hii majlis, anasema al-qismu thani, kipengele cha pili cha watu ambao wanaifasiri ile maana ya wazi iliyokuja katika dalili, man ja'alu dhahira almutabadira min nususi sifati ma'anan batilan la yaliqu billahi. Kuna wale ambao wamejalia maana ile ya wazi inayokuja akilini baada ya kusoma zile dalili, ile maana ya haraka haraka, ile maana inayoeleweka haraka haraka, ile maana ile wameijalia kwamba ni batili. Yani wameiwekea maana, wameiwekea tafsiri ambayo ni batili, ambayo iendani na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa tashbihu, nayo ni tashbihi. Wa biqaw dalalataha ala dhalik,
wa haulai humul mushabbiha, na hawa ni al-mushabbiha wa madhhabuhum batilun muharram. Madhhabu yao ni madhhabu ya mushabbiha, ni madhhabu ya batil na ni madhhabu ya haram. Ni madhhabu ya batil na ni madhhabu ya haram. Tena akasema min iddati awjuhi, kumfanyia tashbihi Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwa wajihi nyingi sana. Kwa hiyo kusema ya kwamba mawahabi miongoni mwa misingi ambayo wanaenda nayo ni atashbihu, huo ni uongo, kwa sababu maulama wa kiwahabi kama vile huyu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anakataa na anasema mwenye kufanya tashbih huyo amekosea na ameenda kinyume na yale waliokuwa nayo salafu salih. Kadhalika al-allama Salih bin Fawzan al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala katika sharh ya aqidati al-wasitiyya, wakati anasherehesha aqidatu al-wasitiyya ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema Ibn Taymiyyah anasema wa min al-imani billahi, na miongoni mwa kumwamini Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, ni kuyaamini yote ambayo Allah amejisifu nayo kwenye kitabu chake. Wasafa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallama, na kuyaamini yale ambayo amemsifia nayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na inabidi mtu yaamini hayo min ghairi tahrifin wala ta'tilin, pasina ya kupindisha wala kupinga, wa min ghairi takyifin wala tamthilin, na pasina ya kutafutia namna wala kupigia mifano. Sasa wakati Sheikhuna Dr. Salih bin Fawzan al-Fawzan anasherehesha haya maneno, akasema ya kwamba watamthilu, na at-tamthilu huwa tashbihu, yani at-tamthil ndio tashbihi hiyo, bi an yuqala, kwa kusemwa mathalan inna sifata Allahi mithlu sifati al-makhluqin, kwamba hakika sifa za Allah ni kama mfano wa sifa za viumbe. Ka an yuqala yadullahi ka aidina, kama vile mtu kusema kwamba mikono ya Allah, mkono wa Allah ni kama mikono yetu. Wa sam'uhu ka sam'ina, na usikivu wake Allah ni kama usikivu wetu. Ta'ala Allahu an dhalika, ametakasika Allah kutokana na hilo, yani Allah yuko juu ya hilo swala, hayuko hivyo. Qala ta'ala fil ayati 11 min surati shura, amesema Allah katika aya 11 katika suratu shura, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hana mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mfano wake Allah ta'ala, lakini wa huwa as-sami'ul basir, Allah ni as-sami'u na Allah ni al-basir. Hizi ni sifa mbili ambazo ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu fi sifatihi innaha mithlu sifatina au shibhu sifatina au ka sifatina, haifai kusema kuhusiana na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba sifa za Allah ni kama sifa zetu, au zina mfanano na sifa zetu, au ziko kama sifa zetu. Haifai kusema hivyo. Kama la yuqalu, kama ambavyo haisemwi vile vile inna dhata Allahi mithlu au shibhu dhawatina, kwamba dhati ya Allah inafanana au inafanania na sifa na dhati zetu. Sisi tuna dhati na Allah na dhati, lakini dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haiko kama dhati yetu. Falmu'minu almuwahhidu yuthbitu sifati kulliha ala alwajhi allaiq bi'azamati Allah
wa kibriyaihi. Muumini muwahid anayemwabudu Allah peke yake anathibitisha sifa za Allah Ta'ala zote katika namna ambayo inaendana na utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maneno yako ni mengi, lakini tutosheke na haya ni maneno ya Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah Ta'ala. Sasa hapa tumewaona maulama wakuu wawili ambao masufi na mashia marafidha wote wanakubaliana kwamba hawa ni mawahabi, ni katika maulama wakubwa wa kiwahabi, Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen na Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan. Hawa ni katika maulama ambao nyinyi mnasema kwamba ni maulama wa kiwahabi, lakini hapo unasema kwamba miongoni mwa misingi ambayo inawakusanya mawahabi ni miwili. Wa kwanza ni at-tashbih, jambo ambalo wao wanaenda kinyume nalo, wanapinga mambo ya tashbih. Na sisi katika marakizi zetu, madrasa zetu, tunasomeshwa kwamba at-tashbih ni katika jambo ambalo haifai kumfananiza Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Kwa hiyo ametaja vitu viwili kwamba msingi wa kwanza ni at-tashbih na at-tajsim. At-tajsim pia Salih anasema Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika taqribu at-tadmuriyya, anasema wakati anaelezea al-mu'attila وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى وصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. المعطلة ni wale ambao wamepinga majina ya Allah na sifa zake inkaran kulliya, upingaji wa moja kwa moja, yani wamepinga kwamba Allah hana majina wala hana sifa, au juz'iyya, au wamepinga baadhi wakathibitisha baadhi ya sifa na wakawa wamepinga baadhi ya sifa na majina. Kwa mu'attila katika aina mbili, wako wanaopinga moja kwa moja kwamba Allah ana majina wala ana sifa, na wako wanaothibitisha kwamba Allah ana majina fulani na sifa fulani, lakini sifa fulani na majina fulani hawathibitishi, pamoja na kwamba Allah amevitaja kwenye Qur'ani tukufu. Waharafu min ajli dhalika nusus alkitabi wa sunna, wakapindisha kwa sababu hiyo dalili za wazi za Qur'ani na sunna. Fahum muharrifuna linusus, wao wamepindisha dalili za wazi. Mu'attiluna lisifat, lakini pia wamepinga sifa za Allah. Waqad inqasama haula ila arba'i tawaif, na wamegawanyika katika makundi makuu manne. Kundi la kwanza al-ash'ira wa man dhahahum min al-maturidiyya wa ghayrihim. Hii ndio kundi la kwanza, al-ash'ira na mfano kama vile al-maturidiyya. Kundi la pili at-taifatu thaniya al-mu'tazila. Al-mu'tazila ni kundi la pili. Hawa al-mu'tazila wao na wale ambao wamewafuata katika itikadi yao kama vile ahlul kalam, watu wa falsafa na wengineo, njia yao annahum yuthbituna lillahi ta'ala al-asma'a duna sifat, wanathibitisha kwa Allah majina pasina ya sifa. Yani wao majina ya Allah wanathibitisha kwamba Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, lakini zile sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala wanazipinga. Waja'aluna al-asma'a alaman mahdha, na wale majina wanayafanya kuwa ni majina ambayo ni mahdha, yani hayana sifa, majina lakini hayana sifa. Thumma minhum man yaqulu innaha mutaradifatun fal-alim wal-qadir was-sami'u wal-basir shay'un wahid. Miongoni mwao wako wanaosema kwamba majina ya Allah ni kitu kimoja, yani ni kitu ambacho ni kimoja. Wao ukisema al-qadiru, al-alimu, as-sami'u, al-basiru ni kitu kimoja. Wa minhum man yaqulu innaha mutabayinatun walakinahu alimun bila ilmi, qadirun bila qudra, sami'un bila sam'i, basirun bila basari wa nahwi dhalik. Kisha akasema وشبهتهم نشبه yao أنهم انتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه.
sababu ya wao kuthibitisha majina wakapinga sifa, sababu ya Mu'tazila kuthibitisha majina ya Allah alafu wakapinga sifa za Allah, sababu yao kuu ni kwamba wanaona ya kwamba na wanaitakidi ya kwamba kuthibitisha sifa za Allah inalazimisha kumfananisha. Yani ukisema Allah subhanahu wa ta'ala anaona, utakuwa umemfananisha na viumbe. Ndio maana wao wakathibitisha jina kwamba yeye Allah ni al-Basiru lakini bila basar. Allah ni kwamba yeye jina lake ni al-Basiru, ni jina lake lakini haoni. Yani Allah jina lake ni muoni, al-Basiru, lakini haoni. Kwa sababu gani? Wanaona kwamba ukithibitisha kwamba Allah ana sifa ya kuona umemfananiza na kiumbe chake. Li'annahu la yujadu shay'un muntasifun bi sifati illa jismu. Wakasema ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinasifika na sifa isipokuwa kitakuwa ni kiwiliwili. Kwa hiyo kila kitu kinachosifika na sifa hicho ni kiwiliwili. Ndio maana wakasema ya kwamba sisi ambao tunathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ni mujassim. Yani sisi tukisema Allah subhanahu wa ta'ala ni al-alim, ana elimu, tukithibitisha sifa ya Allah kuwa na elimu, au tukithibitisha sifa ya Allah ya kuwa na uhai, au tukithibitisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa na nguvu, maana yake sisi tumemjalia Allah kuwa na mwili, kwa sababu kila chenye kusifika na sifa kinakuwa na mwili. Wal ajsamu mutamathila fa ithbatu sifati yastalzimu at-tashbih. Kama kuthibitisha sifa za Allah inalazimu kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu alayhim min wujuh. Asa Ibn Uthaymeen akasema na kuwajibu Mu'tazila katika shubha yao hii ipo katika wujuh. Kwa tumejua kwamba Mu'tazila wao wanatutuhumu sisi ahlus sunna kwamba sisi ni mujassima kwa sababu tumethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa majibu yao Ibn Uthaymeen anasema athamin, yani majibu yao kuwajibu Mu'tazila ni katika wajhi mbalimbali, katika wujuhu mbalimbali. Wajhi wa nani? Anna qawlahum la yujadu shay'un muntasifun bisifati illa jismu. Ama shubha yao ya kusema kwamba hakuna kitu kinachosifika kwa sifa isipokuwa ni kiwiliwili, mamnu'un. Hii shubha ni mamnu'. Fa innana najidu min al-ashya'i ma yasihu an yusafa wa laysa bijismi. Kwa sababu sisi tunaona kuna mambo ambayo inafaa kusifika lakini hayo mambo sio mwili, sio kiwiliwili. Fa innahu yuqal, hakika panasemwa laylun tawil, usiku mrefu, wa naharun qasir, na mchana mfupi, wa bardun shadid, na baridi kali, wa harun khafif, na joto jepesi, wa nahwu dhalika, na mfano wake. Kwa hiyo joto linaweza kusifika kwa wepesi, baridi inaweza kusifika kwa ukali, mchana unaweza kusifika kwa ufupi, na usiku unaweza kusifika kwa urefu. Lakini hivi vitu sio kiwiliwili. Walaysat hadhihi ajsama, na hivi sio viwiliwili. Ala anna idafata lafdhi aljismi ila Allah ta'ala ithbatan au nafyan min at-turuq al-bid'iyyah allati yatawassalu biha ahlu al-ta'til ila nafyi as-sifat allati athbataha Allah li nafsihi. Hakika kuegemeza jina la aljismu, jina la kiwiliwili, kuliegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuthibitisha au kwa kupinga, yani kuegemeza kiwiliwili kwa Allah ima katika njia ya kuthibitisha au katika njia ya kupinga, ni katika njia za kizushi ambazo watu wa ta'til, watu ambao wanapinga sifa za Allah na majina yake,
wanazitumia kufikia katika lengo la kupinga sifa za Allah ambazo amejithibitishia yeye mwenyewe. Kwa hiyo at-tajsim, kumtia Allah kiwiliwili, swala hilo ni bid'a, swala hilo halifai. Maulama wetu ambao mnawaita mawahabi wanapinga, tena kupinga kulikokuwa kukali, kwamba swala hilo halifai. Kwa hiyo huo ni msingi wa kwanza ambao hawa mabwana, watu wa huyu bwana Shafi Basalim anasema kwamba mawahabi wanakutana katika msingi huo. Na msingi wa pili ambao ameutaja, na katika huo msingi wa kwanza yako mambo mengi ambayo ameyazungumza ya kuwazushia Ahlus Sunnah wal Jamaa masalafi ambao amewaita mawahabi. Amewazushia mambo mengi sana ambayo katika vikao vya mbele tutakuja kuyaona. Lakini akataja msingi wa pili, akasema ya kwamba msingi wa pili ni an-nasbu, kuwachukia ahlul bait, kwamba sisi masalafi au wote wanaowaita mawahabi kwamba wao wanawachukia ahlul bait. Msingi wa pili ambao kwamba makundi haya ya kiwahabi au ya kiansar au ya kisalaf yanakutana ndani yake ni msingi wa an-nasb. Nini maana ya nasb? Nasbu ni neno la Kiarabu ambalo kwamba pia neno la kiistilahi. Maana yake kwa wanazuoni wa aqida ni kundi au dhehebu au mrengo wa watu ambao kwamba wenye itikadi za kuwafanyia uadui ahlul bait. Sote tukubaliana kwamba ahlul bait nabii sallallahu alayhi wasallam, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ushahidi wa Qur'ani ni wajib tuwapende. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, baada na'udhu billahi minash shaitani rajim, qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Sasa swala hili kwanza ni uongo. Huu si msingi wa as-salafiyun, bali msingi huu ni wa makhawarij, sio msingi wa as-salafiyun. Al-Allama Abdul Salam bin Barjis Abdul Karim ana kitabu kinaitwa Al-Mu'taqad as-Sahih, Al-Mu'taqad as-Sahih alwajibu ala kulli muslimin i'tiqadu, itikadi sahihi ambayo ni wajibu kwa kila muislamu kuitakidi. Katika ukurasa wa 70 akaleta kipengele kinachosema al-mu'taqadu as-sahihu fi ahli baiti nabii sallallahu alayhi wasallam, itikadi sahihi kuhusiana na watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka msingi wa pili anaousema kwamba mawahabi wanaenda nao ni msingi wa an-nasb, kuwachukia ahlul bait wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadha batil. Anasema wa min aqaid ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa itikadi za ahli sunnati wal jamaa mahabbatu ahli baiti nabii sallallahu alayhi wasallama, ni kuwapenda ahlu baiti nabii, wa maarifatu fadlihim wa sharafihim, na kujua fadhila zao na utukufu wao. Amalan biwasiyati nabii sallallahu alayhi wasallama yawma ghadiri khummin, katika hali ya kufanyia kazi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ghadir, ambayo yeye wakati anasema kwamba sisi tuna khalifu msingi huu, tunawachukia ahlul bait, akatoa dalili hii, akatoa hadithi hii ya Ghadir kwamba tunaitumia hadithi hii kwamba tunaenda kinyume na hadithi hii. Lakini maulama wetu kwenye vitabu vyao wanathibitisha kuwa sisi tunawapenda ahlul bait wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na dalili yetu ni hadithi hiyo hiyo ambayo wewe umeisoma, haithu hamida Allah wa athna alayhi, pale ambapo mtume alimhimidi Allah na akamsifia, wa wa'adha wa dhakkara, akatoa mawaidha na akawakumbusha waislamu. Thumma qala, kisha akasema mtume, amma ba'du, ama baada ya hayo ninayotaja, ala ayuhan nas, tambueni enyi watu, fa innama ana basharun, hakika mimi ni mtu, yushiku an yati ya rasulu rabbi fa ujib, inakaribia kuja mtume
au mjumbe wa Mola wangu nikajibu, yani anakaribia kuja Jibril alayhi salam, anakaribia kuja malakul maut kwa ajili ya mtume kufariki. Wa ana tarikum fikum thaqalain, kama mimi ninakuachieni mambo mawili. Awwaluhuma, jambo la kwanza, kitabullah, ni kitabu cha Allah, fihi alhuda wan nur, na ndani yake kuna uongofu na kuna nuru. Fasema fakhudhu bikitabillah, chukueni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wastamsiku bihi, nashikamaneni nacho. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, akahimiza kunako na kufanyia kazi kitabu cha Allah, na akapupiza kwamba watu wakifuate kitabu cha Allah. Thumma qala, kisha akasema, kumbuka mtume anasema ninakuachieni vizito viwili, cha kwanza ni kitabu cha Allah, cha pili akasema wa ahlu baiti, na watu wa nyumba yangu. Udhakirukumullah fi ahli baiti, na kukumbusheni Allah, na kukumbusheni kwa ajili ya Allah kuhusu watu wa nyumba yangu. Akasema maneno hayo mara 3, udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake an Zaid bin Arqama. Kwa hiyo hadithi hii ameileta Abdussalam bin Barjis Abdul Karim katika kitabu chake hiki Mu'taqadus Sahih. Ameleta hadithi hii na ameweka mlango huu katika kuthibitisha ya kwamba sisi masalafi lazima tuwapende ahlul bait, na hivyo ndivyo ilivyo. Ukisoma vitabu vyetu vyote na wale ambao tunawafuata kina Ibn Taymiyyah, kina Ibn al-Qayyim na wengineo, kwenda mpaka kwa salafu salih katika tabi'in atba'uhum, wote hao wanathibitisha na wanaraghabisha na wanafundisha juu ya kutokuwachukia ahlul bait. Na kitabu hiki mimi binafsi nimekisoma katika markazi ya Imam al-Muzani mwanzoni kabisa. Tena kitabu hiki zilikuwa ni darasa zile za mukathaf, zile darasa za pamoja, zile darasa za faida katika barnamiji aliyoweka Sheikh wetu Sheikh Abdul Rauf al-Munawi, ni kusomesha vitabu vya itikadi. Havikuwa katika barnamiji ya masomo ya moja kwa moja ya darasani, lakini vilikuwa ni katika zile darasa za faida ambavyo vilikuwa vinafundishwa na mashekhe wetu, walimu wetu wa hapa markazi. Kwa kitabu hiki tulisomeshwa na shekhe wetu mmoja anaitwa Abu Azhar Adam. Alisomesha kitabu hiki baada al-maghribi, tulikisoma kama mwezi mmoja hivi, tukawa tumekimaliza kitabu hiki. Kwa katika vyuo vyetu vya Kiwahabi tunavyoviita, tunasoma vitabu hivi ambavyo ndani yake kuna haya mambo ya kuraghabisha kuwapenda ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo majlisi yangu hii kwa leo itasimama hapa, na tukija utaanza kuangalia yale mauzushi na mauongo ambayo alikuwa akiyaweka kwenye kila msingi, kwa sababu msingi wa tashbihi na tajisimu ambayo amesema sisi tunaenda nao, yako masingizio ambayo ametusingizia, na katika msingi huu wa ahlul bait kadhalika yako masingizio ambayo ametusingizia. Tukija insha Allah tutakuja kuangalia moja baada ya jingine. Kadhalika tutaenda kuangalia maswali ambayo alikuwa akiulizwa, kwa sababu maneno haya ameyataja kwenye kipindi chake wakati anaojiana na mtu mmoja ambaye anatoka kwenye zile studio za kitu kama vile IBN hivi, kitu kama hicho. Ndio akawa wana kipindi cha maswali na majibu, wakataja kichwa cha habari kwamba hatari ya uwahabi katika umoja wa Uislamu, na hiyo tumeliona katika radi ya kwanza kabisa. Kwa maudhui ya kipindi hiki kwanza imekaa kimakosa, ni maudhui ambayo imekaa kimakosa na tumeshaelezea huko nyuma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.